Video iliyowekwa mtandaoni na Maria Sarungi imeibua hisia mseto nchini Tanzania na vilevile kufanya wengi duniani kumwaga machozi. Hujambo na karibu. Katika video iliyosambaa mitandaoni, kijana mmoja anaitwa Kelvin anaonekana akianguka baada ya kupigwa risasi katikati ya ghasia zilizoibuka wakati wa uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Wakati waliokuwepo eneo hilo wanasema waliona mwili wake, lakini tangu siku hiyo hajapatikana tena. Wiki chache baadaye familia yake ilazimika kufanya mazishi ya ajabu, si ya mwili bali ya nguo zake. Tukio hilo limekuwa mfano wa majonzi, hofu na hasira inayotanda miongoni mwa mamia ya familia ambazo wapendwa wao wamepotea bila majibu. Picha za familia zikizika nguo za wapendwa wao zimesambaa mitandaoni zikichoma mioyo ya watu wengi. Wengine wameelezea uchungu wa kuona wazazi wakilia kaburi lisilo na mwili. Wengine wanabeba sanduku iliyojaa mavazi na picha za wapendwa wao wakisema wajui mwili uko wapi, wala kama waliuawa watapata heshima ya mazishi ya kweli. Hii si tukio la mtu mmoja, ni simulizi ya taifa zima lililojeruhiwa. Katika miji mingi, Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Dodoma na mikoa mingine vilevile, familia nyingi zimeripoti kupoteza ndugu zao baada ya vurugu za uchochezi na uchaguzi wa mwaka 2025. Mashahidi wanasema baadhi ya waliokamatwa hawajawahi kuonekana tena, huku taarifa zikidai kuwa miili mingi imeondolewa kwa siri na vyombo vya usalama. Katika baadhi ya maeneo, hospitali zimeripoti watu waliouawa wakifikishwa usiku na kuondolewa tena asubuhi. Wafanyakazi wa afya wanasema kwa hofu kwamba wameshuhudia magari ya serikali yakibeba miili bila maelezo. Hadi sasa hakuna orodha rasmi ya waliopotea na familia zinaendelea kutafuta majibu. Video ya Kelvin imekuwa alama ya mateso ya wengi. Inaonyesha kwa wazi hali ya vurugu iliyotanda wakati wananchi walipokuwa wakipinga matokeo ya uchaguzi. Watu walikimbia huku gesi ya machozi kitanda, risasi zikisikika na Kelvin akianguka chini, na baada ya hapo video ikakatika. Na tangu siku hiyo hakuna aliyeona mwili wake. Familia yake ilizunguka hospitali, vituo vya polisi na hata mochwari bila mafanikio. Wengine walisema walimuona Kelvin siku hiyo akiwa hai lakini akijeruhiwa vibaya. Lakini baadaye familia iliamua kumzika kwa kuvaa nguo zake kwenye jeneza. Tukio hilo lilifanyika kwa maumivu makubwa, huku watu wakilia kwa uchungu kwamba hata maiti imekataa kupatikana. Tukio la familia za Tanzania kuzika nguo badala ya miili limezua hasira kubwa ndani na nje ya nchi. Video hizo na picha zimewagusa watu wengi, wengine wakisema hawakuamini kama jambo kama hilo linaweza kutokea katika taifa lililotambulika kama kisiwa cha amani. Umoja wa Mataifa kupitia kamishna wa haki za binadamu Volker Turk ametaka uchunguzi wa kina kuhusu mauaji ya watu waliopotea, na katika taarifa yake alieleza kuwa ofisi yake imepokea ripoti nyingi za watu waliouawa wakati wa maandamano, wengine kujeruhiwa vibaya na mamia kufungwa bila sababu. Pia alionya kuhusu madai kwamba maiti zimeondolewa hospitalini na kupelekwa mahali pasipojulikana. Na katika wito huo, Umoja wa Mataifa umeitaka serikali ya Tanzania kutoa taarifa kamili kuhusu waliokufa na waliopotea, kuruhusu familia kupata miili ya wapenda wao na vilevile kuhakikisha uwazi wa kisheria, na pia umeitaka serikali kuachilia wale wote waliokamatwa kabla na baada ya uchaguzi, wakiwemo viongozi wa upinzani. Katika maeneo ya Temeke, Iringa, Moshi na Kigoma, simulizi ni zile zile kwamba watu walikamatwa, wengine kujeruhiwa, wengine hawajulikani walipo. Baadhi ya familia zinasema zimeishi kwa hofu, zikijua kuwa hata kuuliza maswali kuhusu ndugu zao kunahesabika kama kosa. Familia nyingi sasa zinakutana kimya kimya zikifanya maombi au ibada fupi kwa wapendwa wao waliopotea. Wanawake wanalia, watoto wanashika picha za baba au kaka zao wakisema wanataka majibu. Wengine wamechoka na ukimya wa serikali na wameanza kutafuta msaada wa kimataifa. Katika makaburi mengi sasa kuna alama za mazishi ya mfano,
nguo, viatu au vitu vidogo vilivyokuwa mali ya marehemu. Ni alama ya taifa lilojeruhiwa, taifa linalotafuta haki. Na huku baadhi ya viongozi wa kisiasa wakipendekeza mazungumzo ya maridhiano, sauti nyingi za wananchi zinapinga. Wanasema hakuna maridhiano bila haki. Wanasema upatanisho wa kweli huanza pale ambapo ukweli umefichuliwa, maovu yametambuliwa na wahusika wamewajibishwa. Kwa neno maridhiano limekuwa jeraha kubwa kwa sababu linaonekana kama njia ya kufunika damu iliyomwagika. Wanataka uwajibikaji, si makubaliano ya kisiasa. Wanataka ukweli, si hadithi za amani bandia. Mashirika ya kiraia na vyombo vya habari vya ndani vimeanza kukusanya ushahidi wa matukio haya. Wameeleza hali ya taharuki ambapo baadhi ya familia zinaogopa kuzungumza hadharani. Wengine wanahifadhi picha, video na taarifa za wapendo wao wakihofia kufutwa kwa ushahidi. Kuna taarifa kwamba baadhi ya mashirika ya kimataifa yameanza kufuatilia kwa karibu hali ya Tanzania. Mashirika haya yanasema endapo hakutakuwa na hatua za uwazi, basi kesi inaweza kupelekwa katika mahakama ya kimataifa, na hii itaonyesha ukubwa wa tatizo na haja ya hatua za dhati kutoka kwa mamlaka. Kelvin amekuwa uso wa kizazi kizima kilichojeruhiwa na jina lake sasa limegeuka wito wa haki. Wapinzani wa serikali wanataja kama mfano wa uonevu na upaswa kukomeshwa. Familia yake kama nyingine nyingi imekosa kitu muhimu zaidi kuliko hata mwili, imekosa majibu. Wameachwa na kumbukumbu pekee za video, sauti za risasi na nguo walizoamua kuzikwa. Kwao kila siku ni maombolezo, kila alfajiri ni kukumbuka, na kila usiku ni maombi ya kupata haki. Na hadi wa leo serikali haijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi kamili ya waliokufa, waliopotea au waliokamatwa. Wito wa kimataifa unazidi kuongezeka. Mashirika ya haki za binadamu yanasema bila hatua za kweli, basi Tanzania itabaki katika doa la historia ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Familia kama ile ya Kelvin zinasema haziwezi kusahau kwao maombolezo haya si ya muda mfupi, ni kumbukumbu ya kudumu. Wanasema watatulia hadi pale haki itakaposimama, hadi miili ya wapendo wao itakaporejeshwa na hadi waliohusika watakapowajibika. Na hivyo video ya Kelvin haikuwa tu tukio la kijana mmoja, bali kioo cha taifa, kioo kinachoonyesha uchungu, uoga na hasira za raia wanaohitaji ukweli. Wanasema wazi kwamba hakuna amani bila haki na hakuna maridhiano bila ukweli. Katika historia ya Tanzania siku hizi tunakumbuka kama wakati ambao wananchi walilia, si kwa sababu tu ya kupoteza wapendo wao, bali kwa sababu walihisi wamenyang'anywa heshima ya kuwa binadamu. Familia zinazoendelea kuzika nguo badala ya miili, machozi yanaendelea kumwagika na sauti zinazosema tunataka haki, na ni ishara ya mapambano mapya ya kimaadili na kisiasa. Ni mapambano kudai thamani ya maisha ya kila mwanadamu, mapambano ya kuomba taifa lisiloogopa ukweli, na zaidi ya yote ni mapambano ya kuhakikisha kuwa jina la Kelvin na majina mengine yote yaliyopotea gizani hayatabaki bila hadithi. Ni hao tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakufanyia uchambuzi wa kina kutoka nyanja zote, haswa Afrika Mashariki. Endelea kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video hii, na vile kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunapoziweka hewani.